Hatimaye mbunge Msukuma atoa kauli bungeni. Mbunge wa jimbo la Geita Joseph Kasheku Msukuma amesimama bungeni na kupinga kile kilichoibuliwa na mbunge wa jimbo la Kawe Askofu Josephat Gwajima cha kuzungumza kwenye mkutano na waandishi wa habari, ambapo amemuonya kutoingilia maamuzi ya rais. Msukuma amesema hayo wakati akichangia makadirio ya mapato na matumizi ya Wizara ya Mambo ya Ndani ya Nchi kwa mwaka wa fedha 2025-2026, ambapo amesema rais aachwe afanye kazi yake. Msukuma ameendelea kusema kuwa tusimuone mama ni mpole, tukatumia hii nafasi kumuingilia mpaka maamuzi yake. Sisi wote tumeapa kulinda katiba, rais wetu ameapa kulinda katiba na usalama wa nchi yetu, aachiwe afanye kazi yake. Tusilete pressure za majimbo tukaanza kuingilia mamlaka, na rais ana nafasi ya kutengua mtu yoyote na kumweka mtu yoyote. Tusitumie upole wake wa Mama Samia Suluhu Hassan kuanza kuingilia mpaka state, kupanga na kupangua. Hapana, wananchi wetu wanatushangaa. Ni taarifa kutoka jijini Dodoma. Hatimaye mbunge wa jimbo la Geita Joseph Kasheku Msukuma amesimama bungeni na kupinga kile kilichoibuliwa na mbunge wa jimbo la Kawe Askofu Josephat Gwajima na kuzungumza kwenye mkutano na waandishi wa habari, ambapo amemuonya kutoingilia maamuzi ya rais. Tundu Lissu achaguliwa kuwa makamu mwenyekiti IDU. Mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema Bara Tundu Lissu akiwa bado yupo gerezani amechaguliwa kuwa makamu mwenyekiti muungano wa vyama vya kidemokrasia duniani IDU baada muungano huo kuhitimisha mfululizo wa mikutano yake nchini Ubelgiji kwa kufanya uchaguzi wa safu mpya za uongozi. Taarifa iliyotolewa na Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema imesema katika mkutano huu ambako chama kiliwakilishwa na makamu mwenyekiti Democracy Union of Africa DUA kanda ya Afrika Mheshimiwa Deogratias Munishi, wajumbe walimchagua waziri mkuu mstaafu wa 22 wa Canada Mheshimiwa Stephen Harper kuendelea kuwa mwenyekiti kwa miaka 3 ijayo. Aidha, mkutano mkuu kwa kauli moja ulimchagua mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema Taifa Mheshimiwa Tundu Antipas Lissu kwa sehemu ya jopo la makamu mwenyekiti wa umoja huu. Rekodi ya msimamo usioyumba katika kupigania haki, utawala bora na demokrasia Tanzania licha mazingira hatarishi ikiwemo jaribio la kutolewa uhai kama vilivyoelezwa kwenye mkutano mkuu, ndiyo iliyompa imani na wajumbe kutoka mataifa mbalimbali ulimwenguni umchagua Mheshimiwa Tundu Antipas Lissu katika wazifa huo. Zaidi ya wajumbe wa mkutano mkuu wa IDU waliambatanisha kuwa kwa uzoefu wake katika mapambano ya kutafuta demokrasia ya kweli, akina uhuru wa kweli, Mheshimiwa Tundu Antipas Lissu atatoa mchango mkubwa ndani ya IDU, hasa katika kuaminika katika maeneo mbalimbali yanayokabiliwa na changamoto za kuporomoka au kudolola kwa demokrasia na kuibuka kwa utawala wa kiimila, hususan bara la Afrika. Ni taarifa kutoka huko nchini Ubelgiji. Hatimaye mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema Bara Tundu Lissu akiwa bado yupo gerezani amechaguliwa kuwa makamu mwenyekiti muungano wa vyama vya kidemokrasia duniani IDU baada muungano huo kuhitimisha mfululizo wa mikutano yake nchini Ubelgiji kwa kufanya uchaguzi wa safu mpya za uongozi. Daktari Tulia Ackson atangaza nia kugombea ubunge Uyole. Spika wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambaye pia ni rais wa Umoja wa Mabunge Duniani IPU na mbunge wa Mbeya mjini Daktari Tulia Ackson ametangaza nia ya kugombea ubunge katika jimbo jipya la Uyole mkoani Mbeya katika uchaguzi mkuu utakaofanyika mwezi Oktoba mwaka huu. Daktari Tulia ametoa tamko hilo alipokuwa akihutubia mkutano mkuu maalum wilaya ya Chama cha Mapinduzi CCM, ambapo amesema kuwa ameamua kufanya uamuzi huo ili kuwahudumia wananchi wa Uyole kutokana na kasi ndogo ya maendeleo iliyoko katika eneo hili. Daktari Tulia Ackson amesema maendeleo ya Uyole yanasonga kwa taratibu sana. Nimeamua na nimejitoa kwa moyo wangu wote kuhakikisha wananchi wa Uyole wanapata huduma stahiki wa maendeleo ya haraka. Nitoa wito kwenu, watu wengi watakuja kwenu. Chagueni kiongozi, chagueni mtumishi, itasaidia sana kuendelea kuyakimbiza maendeleo ya jamii. Daktari Tulia ameendelea kusema kuwa jimbo la Uyole limepatikana baada ya jimbo la Mbeya mjini kugawanywa, ambapo kwa sasa Daktari Tulia anamalizia muda wake kama mbunge wa Mbeya mjini na anajiandaa kugombea Uyole. Bado hajulikani ni nani atagombea jimbo la Mbeya mjini.
Ni taarifa kutoka jijini Mbeya. Hatimaye Spika wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambaye pia ni rais wa Umoja wa Mabunge Duniani IPU na mbunge wa Mbeya mjini Daktari Tulia Ackson ametangaza nia kugombea ubunge katika jimbo jipya la Uyole mkoani Mbeya katika uchaguzi mkuu utakaofanyika mwezi Oktoba mwaka 2025. Donald Trump atoa kauli kwa Rais Putin. Rais wa Marekani Donald Trump ameonyesha kuchukizwa na kitendo cha rais wa Urusi Vladimir Putin kuendeleza mashambulizi nchini Ukraine, ikiwemo shambulizi kubwa zaidi la anga dhidi ya Ukraine, ambapo Trump amemuita Putin kuwa ni kichaa. Rais wa Marekani Donald Trump kupitia andiko lake kwenye mtandao na umiliki wa Trust amesema, nimekuwa na mahusiano mazuri na Rais Putin, lakini kuna kitu kimetokea. Amekuwa kichaa kabisa. Anaua watu wengi sana, sio tu wanajeshi. Makombora na drones zinashambulia majiji na miji ya Ukraine bila sababu yoyote. Siku zote mara zote nasemaga Putin anataka Ukraine yote na sio tu sehemu ndogo ya Ukraine. Na labda hiyo inathibitisha kuwa kweli, lakini nimemhakikishia akiendelea kufanya hivyo litakuwa ni pigo kubwa kwa nchi yake ya Urusi. Rais wa Ukraine Zelensky na yeye afanye vizuri katika nchi yake. Kwa jinsi anavyoongea, kila kitu kutoka kinywani mwake kinasababisha matatizo. Sifurahii pia, na itakuwa bora akiacha hii vita. Isingeanza kama angekuwa rais. Hii ni vita ya Putin na Zelensky na Biden, sio vita ya Trump. Na nipo hapa kusaidia tu kumaliza vita hii. Takriban watu 12 wameuawa na wengine kadhaa kujeruhiwa nchini Ukraine usiku wa kuamkia leo baada ya Urusi kufanya shambulizi kubwa la ndege zisizo na rubani, yani drone, na makombora 367, ambayo ni idadi kubwa zaidi katika usiku mmoja tangu kuanza kwa vita hiyo mwaka 2022. Akiongea na waandishi wa habari New Jersey siku ya Jumapili, Rais Donald Trump ameulizwa iwapo anafikiria kuiwekea vikwazo Urusi, na Trump amejibu kabisa, licha ya kwamba rais huyo wa Marekani ameitishia mara kwa mara kufanya hivyo kabla, lakini bado hajaweka vikwazo vyovyote dhidi ya Urusi. Ni taarifa kutoka nchini Marekani. Hatimaye rais wa Marekani Donald Trump ameonyesha kuchukizwa na kitendo cha rais wa Urusi Vladimir Putin kuendeleza mashambulizi yake nchini Ukraine, ikiwemo shambulizi kubwa zaidi la anga dhidi ya Ukraine, ambapo Trump amemuita rais wa Urusi Putin ni kichaa. Chadema atoa kauli maamuzi ya msajili ni batili. Kamati kuu ya Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema imeazimia kuwa haitofuata maamuzi ya msajili wa vyama vya siasa, ambapo pamoja na mambo mengine yaliyolenga kutengua uteuzi wa wajumbe wa 8 wa sekretariat ya kamati kuu ya Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema waliothibitishwa na baraza kuu la chama hicho Januari 22 mwaka 2025, kwa kuwa maamuzi yao ya msajili ni batili. Akiongea jijini Dar es Salaam, makamu mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema Bala John Heche amesema kamati kuu ya chama hiyo imekutana kwa siku mbili, Mei 23 mwaka 2025 na Mei 24 mwaka 2025, na haya ni maazimio ya kamati kuu. Moja, kamati kuu imepokea barua ya msajili wa vyama vya siasa aliyoandikiwa katibu mkuu wa chama chetu, na tumetafakari kwa kina na tumejiridhisha kwamba msajili amekwenda kinyume cha sheria ya vyama vya siasa, kwa sababu hana mamlaka ya kupokea, kusikiliza na kufanya maamuzi malalamiko ya mwanachama yote wa chama cha siasa kama alivyofanya yeye. Maamuzi yake ni batili na Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema haitofuata maamuzi hayo. Msajili amejigeuza kamati ya rufaa ya chama chetu. Katiba ya nchi yampa mamlaka. Kama kuna mwanachama analalamika, vipo vyombo vya ndani vya chama chetu vya kukata rufaa. Na mbaya zaidi, msajili na watu wake kuna tuhuma kuwa wao ndio walalamikaji kwa kutumia mtu huyo ambaye ametumika kama kikalagosi. Wao ndio walioandika barua na kusikiliza kesi, na wao wameamua. Tumekataa uamuzi huo. Katibu mkuu wa chama chetu ndio yule tuliyempitisha, full stop. Majibu ya Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema yamekuja kufuatia msajili kuandikia barua chama hicho baada aliyekuwa mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema wilaya ya Mwanga Lemblasi Mchome kumuomba msajili kutengua maamuzi ya baraza kuu la chama hicho kwa kuwa kikao kilikuwa na kasoro. Alisema baraza kuu alikuwa halali, kwani alikidi haikutumika, lakini pia ndani yake walikuwemo watu ambao sio wajumbe halali baraza kuu. Kwa mujibu wa katiba ya Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, kauli ambayo Chadema imeipinga
Na hivi karibuni meya wa zamani wa Ubungo Boniface Jacob maarufu kama Boniai alinukuliwa akisema Mchome amepangiwa nyumba ya kuishi Masaki na msajili huyo. Mpango wao ni mmoja, unaolenga kuvuruga Chadema. Ni taarifa kutoka jijini Dar es Salaam. Hatimaye kamati kuu ya Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema imeazimia kuwa haitofuata maamuzi ya msajili wa vyama vya siasa ambayo pamoja na mambo mengine yaliyolenga kutengua uteuzi wa wajumbe wanane wa secretariat ya kamati kuu ya Chadema waliothibitishwa na baraza kuu la chama hicho Januari 22 mwaka 2025 kwa kuwa maamuzi yao ya msajili ni batili. Hatimaye Daktari Nchimbi akagua maandalizi ya mkutano. Katibu mkuu wa Chama cha Mapinduzi CCM Balozi Daktari Emmanuel John Nchimbi akiwa ameambatana na wajumbe wa sekretariat ya halmashauri kuu ya Chama cha Mapinduzi CCM Taifa NEC amekagua ukumbi wa mkutano wa Jakaya Kikwete Center akiwa ni sehemu ya maandalizi ya mkutano mkuu wa Chama cha Mapinduzi CCM Taifa utakaofanyika Mei 29 na Mei 30 mwaka 2025 jijini Dodoma. Ni taarifa kutoka jijini Dodoma. Hatimaye katibu mkuu wa Chama cha Mapinduzi CCM Balozi Daktari Emmanuel John Nchimbi akiwa ameambatana na wajumbe wa sekretariat ya halmashauri kuu ya Chama cha Mapinduzi CCM Taifa NEC amekagua ukumbi wa mkutano mkuu wa Jakaya Kikwete ikiwa ni sehemu ya maandalizi ya mkutano mkuu wa Chama cha Mapinduzi CCM Taifa utakaofanyika Mei 29 na Mei 30 mwaka 2025 jijini Dodoma.